Unachotakiwa kufahamu juu ya tezi dume ni kwamba kadiri muda unavyoongezeka, kadiri mwanaume anavyoongeza umri, ndivyo tezi dume yake inavyozidi kukua zaidi. Lakini shida inaanzia pale ambapo tezi dume yako itakuwa kwa kasi zaidi kuliko umri wako. Tezi dume yako ikikua kwa kasi zaidi kuliko umri wako, na hapa ndipo unapokutana na wanaume, hasa wale ambao wapo kwenye umri wa miaka 40 mpaka 50. Mtu anakuwa na changamoto ya kutoa mkojo kwa sababu tezi dume yake imetanuka kasi zaidi kuliko umri wake. Utakuta anapata shida wakati wa kutoa mkojo, lakini pia hata kama akibahatika kutoa mkojo kwa huo muda, bado anahisi kuna shinikizo kwenye kibofu cha mkojo. Sasa wewe mwanaume unayepitia changamoto hii, cha kufanya, fanya mambo haya mawili. Kitu cha kwanza, hakikisha unajali afya ya tezi dume yako kwa kutumia virutubisho lishe ambavyo vitasaidia tezi dume yako iwe katika hali ya kawaida na ukuaji wa kawaida, tofauti na kukua kwa kasi zaidi na kusababisha madhara tofauti tofauti. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya na kitakusaidia sana, hakikisha unalinda tezi dume yako dhidi ya saratani. Wanaume wengi wamekuwa wakifanya makosa, anaenda hospitali kupima kujua tezi dume inaendeleaje, lakini baada ya hapo hawezi kuchukua hatua yoyote ambayo itamsaidia kulinda afya ya tezi dume. Nina imani baada ya kusikiliza video hii utachukua hatua na utakuwa mstari wa mbele kulinda afya yako ya tezi dume. Bado haujachelewa, bado una nafasi ya kulinda afya yako ya tezi dume. Like na kushare ujumbe huu kwa wanaume wengi wapate taarifa. Lakini ikiwa ni mara yako ya kwanza, hakikisha unafuatilia kwa ukaribu zaidi upate madarasa yangu ambayo huwa nayatoa kila siku.